moja ya watu ambao wana facilities nyingi. Kusema facilities plus wachezaji wengi kutoka nje, na unapoleta mchezaji kutoka nje maana yake aje kufanya kile ambacho wewe unakitaka na kufanya ubora kuliko wachezaji wa ndani. Lakini umeweza kuona tumekwenda kwenye kushindana nao na imeweza kufanikiwa kupata draw na wao. Umeweza kuona jana Yanga wamedraw na TRA. Ukiangalia rank wise Yanga wako top kuliko TRA, lakini football iko namna. Na ukiangalia Mashujaa anaanza Azam anaanza kuwa na top kuliko sisi, lakini ukienda kuangalia kwenye mpira na mazingira ambayo ya timu zetu yalivyo na mafunzo ambayo wanayapata, nafikiri karibu tuko hiko. Nimeheshimu Mwalimu Ibenge, timu yake iko vizuri, lakini najiheshimu mwenyewe na technical staff yangu kwa kazi kubwa tulioifanya, angalau kuweza kutaka kuwafunga, lakini tuseme imeangukia draw. Mimi niseme kwao imekuwa bahati, kwa sababu ilikuwa lazima wafunge pamoja na ubora wake. Timu ya Mashujaa ilikuwa ikicheza mpira vizuri. Siwezi kusema kwamba walimu waliopita hawakufanya jambo zuri, hapana, nitakuwa mnafiki, lakini niligundua kwanza fitness level yao ilikuwa iko chini, lakini wakaenda kucheza mechi ambazo walifungwa takriban mechi 4-5 mfululizo kwa image ya goli kubwa nyingi ya mimi, kwa sababu wakati wachezaji wengi wa timu za Simba na Yanga ambao waliwafunga kule Dar es Salaam wakiwa wameenda kwenye AFCON, wao walipata mapumziko ambao hawakutumia vizuri. Wakati wanarudi wenzao wamekuja na form nzuri waliotoka nayo kwenye AFCON, that's why wakafungwa kwa haraka. Kwa hiyo timu ikawa ina shake. Kwa hiyo ile mechi zile ndio ikawa kama part of the trend. Lakini mimi nilipokuja kwanza nimeamua kuwasukuma ili wapate fitness level ya kutosha, kuwatengenezea speed na hatimaye kutengeneza nini tufanye kwenye kudefend na kwenye kuattack. Hilo tumefanikiwa kwa asilimia isiyopungua 65. Kwa hiyo nafikiri kutokana na muda ambao ninao kwa siku 12 kabla ya mechi ya Pamba, kuna jambo zuri tutakalofanya ili mradi kuifanya Mashujaa mpya. Bila shaka kimbinu ungeweza kupata goli lakini hukupata. Ni kwamba mbinu zimetik, ilibaki tu ni bahati, au unaona kwenye mbinu pia kuna namna sehemu chache unadhani zimekufanya wewe usipate ushindi huo? Timu nayo tuliocheza nao nishakwambia toka mwanzo ni timu kubwa ambayo wanajua wanafanya nini na wana mwalimu mkubwa. Kwa hiyo ninachokifanya mimi halafu yeye anabadilisha kufanya kitu kingine. Nafikiri umeweza kuona Azam walianza kwa kucheza na sisi tukaanza kucheza. Second half sisi tunacheza, wao wakatulazimisha kuingizwa, wameingizwa watu ambao wanapiga long balls, walazimisha kusetiana waweze kuscore, lakini halikuwezekana, na sisi tuliweza kuziba mianya na mbinu zao zote ambazo walikuwa wakizitumia kuhakikisha wanataka kupata goli. Kwa hiyo sisi nafikiri tulikuwa too good kwa wao, maana wao wametumia kila njia ya kuweza kupata goli hawakupata, na sisi of course kama tulivyosema ubora wa Mwalimu Ibenge umeweza kuzuia mbinu zetu na sisi tusipate goli. Kwa hiyo niseme tu both teams zimecheza vizuri na kila mtu amepata ambacho amestahili. Shukrani. Afwan.